Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Khairia Online TV, hali gani na unaendeleaje? Ni siku nyingine tena, leo siku ya Ijumaa, nikiwa katika viwanja vya msikiti wa Madina jijini Tanga, Tanzania, ambapo nimekutana na mmoja katika viongozi wa umoja wa taasisi za Tanga ambao umeanzishwa hivi karibuni kwa lengo na makusudio maalum itakayowezesha kuleta amani lakini na natija katika taasisi hizo. Lakini pamoja na yote, tunaelekea katika maandalizi ya kuweza kuandaa kongamano kubwa la Hijra ama la mwaka mpya wa Kiislamu ambalo linatarajiwa kufanyika muda wowote kuanzia sasa kwa ratiba ambayo tutapewa na mwenyekiti hapa. Na hii kwa Tanga ni mara ya kwanza kufanyika na ikiwa imeandaliwa na umoja wa taasisi zote za Tanga. Bila kupoteza muda, ni mkabili ndugu yangu, mwenyekiti wangu, mzee wangu, aweze kutuelezea machache kuhusiana na yale ambayo kwamba tunatarajia kutoka kwake. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali, afya inasemaje? Alhamdulillah. Naam, sisi Khairia Online TV tumevutiwa na kuzungumza na wewe machache baada ya kusikia umoja wa taasisi za Tanga, jambo ambalo huenda ni geni kwa baadhi ya wanaotufuatilia, lakini huenda pia likawa ni geni kwa Watanzania na waumini wa Kiislamu kwa ujumla. Kwanza tuweze kufahamu majina yako na asili yako kwa ufupi sana. Mimi jina langu naitwa Salim Kasim Kisauji, meya mstaafu wa jiji la Tanga. Naam, Sheikh Salim Kasim, huu umoja wa taasisi za Tanga ni ipi asili yake ama ni wazo la nani kuunda huu umoja? Umoja huu tuliuanzisha takriban mwaka mmoja uliopita. Si umoja sasa, ni ushirikiano wa taasisi zote za mji wa Tanga, zote zinazozijua za mji wa Tanga: Tamta, Shamsil Maarifa, Zahra, Rashadi, Mawal Islam, Al-Islamia, Nurul Huda na nyingine zote pamoja na hapa Madina tunayo taasisi yetu Munawara. Zote hizi tumeungana pamoja kushirikiana. Tulikaa mimi na wenzangu kama 4 5, tukazungumza jinsi gani tutaweza kuleta umoja miongoni mwa taasisi zetu za Kiislamu. Kwa kweli mwitikio ulikuwa mzuri sana. Mashehe, mamudiri pamoja na wenyeviti wa mataasisi haya tuliweza kukutana nao, tukazungumza, tukakubaliana. Mwanzo kabisa tukasema tufanyeni dua ya kumwombea rais wetu pamoja na nchi, kwa sababu rais alikuwa anapigwa madongo sana na watu ovyo. Kwa hiyo tukaona ni bora tufanye dua. Tukafanya dua msikiti wa Ijumaa pale. Dua ilihudhuriwa na watu takriban 1000 na ilifanikiwa sana, na baada ya pale ndio tukaona kumbe yawezekana sisi kuungana na kufanya kitu kwa pamoja, na ndio chanzo cha umoja huu. Na wakati umepata hili wazo, mtu wa kwanza kabisa ambaye ulimshirikisha kuhusiana na kuunda huu ushirikiano alikuwa ni nani? Sio mtu mmoja, tulikuwa tuko karibu watu 3 4. Alikuwa kwa mtu wa kwanza kwamba sasa hivi ndo katibu wetu anaitwa Ali Hassan Sankole. Alikuwa kwa Sharif ambaye kwamba ndo msimamizi wa msikiti huu hapa, Sharif Muhanna. Alikuwa kwa katibu wa Tamta Dhikri. Alikuwa kwa pamoja na Kasim Kisauji, mtoto wangu mimi. Sote tulizungumza hili swala tukalipatia ufumbuzi. Kwa hiyo hao ndio watu waanzilishi wa ushirikiano huu. Na wakati sasa tayari ushirikiano umeshaanzishwa, hakuna taasisi yote ambayo mliipa nafasi ya kushiriki na ikakataa? Hapana, watu wote walishiriki na walitunga mkono vizuri sana. Nimesahau kumtaja mtu mmoja mwingine tulikuwa tumeshirikiana naye tangu mwanzo, ni Sharif Abdul Nur wa msikiti wa Ijumaa. Naye pia ameshiriki sana na mpaka sasa hivi tunashirikiana naye vizuri sana. Hakuna hata taasisi moja ambayo kwamba imeleta pingamizi katika jambo hili. Na kwa upande wa malengo ambayo sasa yapo kwenye ushirikiano huu, ni malengo yapi? Malengo makuu ya kwanza ni kuwaleta Waislamu wa Tanga wote wawe kitu kimoja. Historia ya Tanga ilikuwa inaonekana kuna
mgawanyiko mkubwa miongoni mwa taasisi zetu, lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ametuwezesha kuwaleta viongozi wetu hawa wote pamoja, na tumeshirikiana nao kwa pamoja, na sasa hivi watu ambao kwamba walikuwa hawazungumzi wanazungumza, walikuwa hawashirikiana wanashirikiana. Kwa kweli ni jambo kubwa sana tulilolipata, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufanya jambo hili. Lakini jingine ni kwamba pale tunapokuwa mmoja wetu ana jambo lake akilitangazia, basi wote wanakuja. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana tuliyoyapata, na ndio sababu baada ya kufanya hayo tukaunda mambo mengine ya kufanya. Baada ya wenzetu wa Dar es Salaam kusikia kwamba sisi tuna umoja huu, walitufuata. Walikuwa na kongamano lao la Qur'ani hapa Mkwakwani, wakatukabidhi sisi tulisimamia, na nafikiri kama wewe ulikuweko na Al-Khairia ilikuweko, utaona kwamba ile jambo lilifanikiwa sana. Ufanikishi wa jambo lile umetokana na taasisi yetu. Ushirikiano wetu huu umefanya kazi kubwa sana kuwaleta watu wale wote ulioona pale kiwanjani, wameletwa na taasisi yetu. Ushirikiano wetu huu Kwa upande wa mafanikio ambayo mmeshayapata mpaka sasa baada ya kuanzisha umoja wa taasisi zote za Tanga ni yapi? hayo ndio kueleza, ni mafanikio makubwa sana. Lakini naona tunaendelea kupata mafanikio kwa sababu hata kuna wengine ambao kwamba si taasisi, ni jumuiya ndogo ndogo tu za madrasa na nini, wanataka kujiunga na sisi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonyesha kwamba watu wameelewa. Lakini mipango tulionayo, mkubwa wa kwanza ni huu tunaotaka kufanya siku ya Jumapili tarehe 22. Tunataka kuwaita Waislamu wote kwenye viwanja vya Usagara sekondari kuja pale kufanya kongamano la hijra. Hijra, wewe unafahamu ni nini hijra? Manake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, na ndio pale mwaka wa Kiislamu ulipoanza kuhesabiwa. Sasa hivi ni mwaka 1446 tangu miaka imemalizika. Huu tunaoingia sasa ni 1447. Sasa watu wengi hawajui kwamba kuna mwaka wa Kiislamu. Waislamu wengi hawajui kama wana mwaka wao wa Kiislamu. Vijana wetu wengi wanasherehekea mwaka ambao kwamba hawaujui umeanza vipi au umekuja vipi. Ni kwa sababu basi ule mwaka upo na sisi wote tumeukuta, tunausherehekea mwaka ule watu kwa kushoma matairi, kwa kupiga kelele, kupiga watu na kufanya vurugu. Lakini sisi tunataka mwaka wetu wa Kiislamu uwe ni wa kuhamasisha watu, kuleta amani katika nchi, sio kuleta vurugu. Kwa sababu sasa hivi vijana wetu wameanza kubadilika tena mjini hapa. Hawa watoto wa korofi sio wanaitwa nini, watoto wa ibilisi sijui, wameanza tena kazi zao. Sasa ni jukumu la sisi Waislamu kuhakikisha watoto wetu hawa tunawarudisha katika mstari, na hawa ni watoto wetu wenyewe sisi. Asilimia kubwa ya watu wa Tanga ni Waislamu. Leo taasisi za Kiislamu zikisimamia jambo hili, hili jambo litakufa. Tuna lengo la kuiambia serikali, kupitia viongozi wetu wa serikali pamoja na chama, kwamba watoto wa ibilisi wameanza kuja vibaya sana sasa hivi. Tuangalie jinsi gani tutachukua hatua ya kuwadhibiti watu hao. Kwa hiyo sisi malengo yetu sio haya madogo madogo tu pekee, tuna malengo hata ya kuleta amani katika mji wetu. Tanga ni mji wa amani, lakini sasa hivi umeingiliwa na vitu kama hivyo, vinatuharibia mambo mengi. Pamoja na hayo yote, Sheikh Salim Kasim, tufahamu Tanga ina wadau, ina watu wenye pesa, ina watu wenye uwezo. Hili swala tulilokuwepo nalo la ushirikiano wa taasisi, si tu kwamba itawafaa wenye taasisi, lakini hata wengine katika waumini katika jiji la Tanga. Unawaambia jinsi wadau wa maendeleo, viongozi wa kiserikali wanaotufuatilia juu ya swala zima sasa la kushika mkono juhudi ambazo mmezianzisha kwa maendeleo ya Tanga na Tanzania na Waislamu kwa ujumla? Kwa kweli nishukuru kwamba mkuu wetu wa mkoa tuko naye vizuri, mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa tuko naye vizuri, DC tuko naye vizuri, mkurugenzi wa jiji tuko naye vizuri. Hawa wote tumewashirikisha katika mambo yetu haya, na wameahidi kutuunga mkono katika kila njia ambayo kwamba tutakuwa sisi tumewapelekea. Kwa hiyo tayari hapa ni mwelekeo mzuri wa kuleta ufanisi katika mji wetu.
lakini na wafanyi biashara hatujawafuata wengi kuwaeleza juu ya jambo hili, lakini nina hakika katika miaka inayokuja tukiendelea kufanya jambo hili watakuja kutusupport na kuliendesha jambo hili, tuliendeshe pamoja, watu wote wa Tanga, iwe jambo hili la kwetu, sio jambo la taasisi peke yake, jambo la Waislamu wote wa Tanga, jambo la watu wote wa Tanga, wafanyi biashara na kadhalika. Hii ndio imani yetu tulionayo. Wako wafanyi biashara wameshatuunga mkono, tunawashukuru kama Five Brother wametuunga mkono, PPTL wameahidi kutunga mkono, kutupatia mavikalio na kadhalika. Na kuna Abdalla Shehoza ametusapoti vizuri sana, na wako wengine wengi wametusapoti. Diwani wa Central wametusapoti vizuri sana. Kwa hiyo tunasema haya kwamba wale wengine ambao kwamba watakuwa wanasikia maneno haya wajitokeze kuja kusaidia jambo hili, kwa sababu hili jambo si la mtu mmoja au la kikundi kimoja, ni la watu wote wa Tanga. Naam, tukielekea katika suala la kongamano la Hijra ambalo mmetarajia kulifanya hivi karibuni, hebu tuwaelezee wanaotufuatilia kwamba tarehe za kongamano hili ni lini na muda ni saa ngapi na eneo ni wapi? Kongamano la Hijra litafanyika katika viwanja vya Usagara Sekondari siku ya Jumapili tarehe 22 kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Taasisi zote tunategemea kwamba zitashiriki. Mgeni wetu rasmi tunategemea kwamba atakuwa ni Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Sheikh Dr. Abubakar bin Zubeir. Na pia katika kongamano hili tunategemea kufanya dua moja ya kuiombea nchi yetu na kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ili aweze kuendelea kutuongoza vizuri katika nchi yetu. Tutaiombea amani nchi yetu ili tuweze kukaa katika amani katika nchi. Ni kwa mara ya kwanza mnafanya jambo hili. Changamoto gani unapitia katika maandalizi? Changamoto tunazozipitia ni hivi kama nilivyokueleza kwamba watu wengi walikuwa hawajui jambo hili liko vipi. Limekuwa likifanyika zamani, kila taasisi moja yafanya peke yake. Kufanyika kwa umoja namna hii nafikiri katika Tanzania ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumeanzisha na hakika watu wengine watafuata pia. Tumepata shida ya kupata ufadhili, lakini nafikiri ni kwa sababu jambo lenyewe ni jipya. Lakini kila muda unapoendelea na hakika wafadhili watatokea kuweza kulisponsor hili swala kusudi hata na wale wanaokuja pale wapate kitu cha kunywa, chakula na nini. Lakini sasa hivi hatuwezi kufanya jambo hili. Tungependa kufanya hivi, lakini hatuweza kufanya hivyo kwa sababu udhamini ulikuwa sio mzuri. Mtazamaji wa Ghairia Online TV, niko na meya mstaafu wa jiji la Tanga, ndugu mheshimiwa na mzee wetu Sheikh Salim Kasim Kisauji almaarufu, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa ushirikiano wa taasisi zote za Tanga, na wameandaa moja katika jambo kubwa ambalo huenda katika jiji la Tanga halijawahi kutokea, na insha Allah Ghairia Online Television tutakuwa mubashara kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6 mchana katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara mnamo tarehe 22 sawa na siku ya Jumapili. Jambo la mwisho, meya mstaafu na mwenyekiti wa ushirikiano wa taasisi za Tanga, Ghairia Online Television ni moja katika media za Kiislamu ziko katika jiji la Tanga na zinafanya kazi ya kutangaza Uislamu kinaga ubaga, na sisi tumeahidi kushirikiana nanyi katika jambo hili na kuwa live. Na si katika hili tu, ikiwa kuna jambo linahitaji waandishi wa habari, tunaomba mtutafute, kwa sababu tunahitaji tufikishe taarifa zenu pale zinapotakiwa kufika. Unawaambiaje Ghairia Online TV? Kwanza ni kushukuru wewe pamoja na Al Ghairia TV kwa kuchukua wakati na kuja kuonana na sisi na kutoa mapendekezo kama uliyotoa. Sisi tumeyapokea kwa mikono miwili. Tutatumia kila njia tutakayoweza pale tutakapokuwa na jambo kuwasiliana na nyinyi ili tuje tushirikiane pamoja katika kutekeleza mambo yetu. Sawa. Wala usiwe wasiwasi, sisi tutakuwa pamoja na nyinyi, na nyinyi mtu ana jambo lenu mnalotaka kwetu sio ndio. Naam, inshallah. Naona nilikuwa naye mheshimiwa meya mstaafu, lakini kwa sasa ni mwenyekiti wa ushirikiano wa taasisi zote za Tanga.
mengi mazuri kutokea katika jiji la Tanga na nje kuhusiana na ulimwengu wa dini ya Kiislamu. Usisite kugusa alama ya neno subscribe katika chaneli yetu ya Khairia Online TV. Hilo pekee litakusaidia kuyapata matukio yetu kwa wakati, tena kwa masaa 24 ndani ya siku nzima. Nilikuwa naye meya mstaafu, ni mimi Hassan Makanya. Nyuma ya kamera ni Abubakar Athmani Tandiko. Ni kuombe uwe nasi tarehe 22 kuanzia asubuhi. Khairia Online TV tutakuwa mubashara katika viwanja vya Usagara tukuletea kongamano la hija litakaloambatana dua maalumu ya kuliombea taifa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sina la ziada, nikutakie siku njema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.